Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika Dominika hii wanaita Dominika ya Matawi. Ni Dominika hii inayotangulia Juma Kuu. Ni Dominika inayotuingiza katika Juma Kuu la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dominika hii ya Matawi ni mlango wa kutafakari kiini kikuu cha imani yetu au kiini kikuu cha Ukristo wetu. Tunatafakari kiini kikuu cha ukombozi wetu, yaani mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaanza Dominika hii tukiwa nje ya kanisa, huku tukiwa tumeshika matawi mikononi, matawi ya mitende, tukishangilia Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Neno hili lina maana gani? Yaani, Hosana ina maana ya kusifu, ina maana ya kuonyesha shukrani fulani, ya kupongeza sana, lakini kikubwa kabisa kiukweli katika mizizi yake ya Kiebrania na ya Kiaramaiki ina maana ya kuomba msaada. Ni kuomba msaada huyu anayekuja ili kutuokoa. Kwa hiyo Hosana mwana wa Daudi maana yake utuokoe, mfalme wa Daudi. Ndugu zangu, naomba niwaambie, katika maandamano tuliyofanya au tunaoyafanya, tunakiri uweza na nguvu alizonazo huyu Kristo aliye Masia na mkombozi wetu. Katika maandamano hayo tuliyofanya, tunamlaki, maana tunaamini kuwa ni kwa nguvu zake utawala wa ulimwengu huu unakosa nguvu, nasi tunaofuata utawala wa mwanga, yaani utawala wa ulimwengu wa roho, tunafunguliwa vifungo vyote vya mauti na dhambi zote. Lakini lazima kujua hili, ni katika safari hii alipata mateso na kuuawa, lakini siku ya tatu akafufuka. Lazima kujua anaingia huku akiwa amepanda punda, mwana wa punda, kama ishara ya amani. Kitabu cha nabii Zekaria ile sura ya 9 aya 9, na utaisikia vile vile katika Injili ya Mathayo ile sura ya 21 aya 5, Injili ya Yohana ile sura ya 12 aya 14. Ilikuwa ni vigeregere vya Hosana kabla ya kelele za msulubisho. Naomba niwaambie ndugu zangu katika Kristo, katika Dominika hii tukiwa kama wasafiri au tukiwa tumeshika matawi yetu mikononi, lazima kuelewa kuwa njia yake ni njia yetu. Katika maandamano tunamshangilia na kuonyesha njia ya kumsindikiza katika juma hili tunalolianza, na hata maisha yetu yote. Njia yake ya mateso na kifo ilikuwa ni mlango wa ufufuko wake. Yeye ni mfalme wetu sote, na tuko tayari kumfuata mpaka kufa, kwa kuwa tunajua kama yeye alifufuka, na sisi tutafufuka pamoja naye. Maana tutaendelea kuamini hivyo mpaka mwisho, tutafuatana naye hivyo mpaka mwisho. Kanisa inatuonyesha katika masomo ya Dominika hii njia ya Kristo iliyo njia yetu pia. Lazima kuelewa hivyo. Kanisa linaweka mbele ya macho yetu mateso makali aliyoyapata Kristo, ili mimi na wewe tutakapopitia mateso tusikate tamaa, bali tumtazame huyu ambaye tunamsindikiza katika njia hii, maana njia yake ni njia yetu. Sisi tumekubali njia hii, na katika maandamano tunaahidi kumfuata Yesu Kristo. Katika juma hili tunapata kwa namna ya pekee kutimiza ahadi hiyo ya kumfuata Kristo. Tunatafakari kwa namna ya pekee kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Tunashiriki kwa moyo maadhimisho ya Kipasaka, ambapo tunadhamishwa katika mateso, kifo na ufuko wake Yesu Kristo. Ndugu zangu,
Safari yake ni safari yetu, aliyoyapitia tutayapitia. Katika safari yetu ya maisha lazima tutambue, na tunapomtazama Kristo huyu tunayemwimbia hosana hosana, baadaye tutasema msulubishe msulubishe, maisha yetu yana hosana, maisha yetu yana msulubishe, yaani maisha yetu yana utukufu, maisha yetu yana msalaba. Hivyo tusije tukasahau tunapokumbana na misalaba mbalimbali, tusisahau kuwa kuna utukufu baadaye. Tunapopitia mateso, tusisahau kuna neema baadaye. Tunapopitia changamoto, tusisahau hazidumu. Hakuna mvua inayonyesha milele, mvua inaanza inakata. Hakuna Ijumaa Kuu inayodumu milele, bali kuna Pasaka. Hivyo kitendo chetu hiki cha kumwimbia Yesu Kristo, cha kutembea pamoja naye, kitukumbushe na kikae ndani ya mioyo yetu kwamba baada ya Ijumaa Kuu uja Pasaka. Tubebe misalaba yetu tukiamini baada ya Ijumaa Kuu Pasaka inakuja. Kristo alishinda, nasi tutashinda. Tufuatane naye katika safari yake hii ya maisha, ambayo pia ni safari yetu ya maisha.